Nilimkuta akichoma takataka na akanivutia kwenye nyumba yake ambayo alikuwa anaishi mara ya kwanza kabla ya kujenga hii kubwa. Ni simulizi fupi ya mtoto mwenye umri wa miaka 10 ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 4 katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe, akieleza namna alivyobakwa na jirani yake alipokuwa akitumwa na mama yake sokoni. Alinifumba mdomo. Aliniambia nikisema kwa mama atanipiga. Unaweza kudhani ni jambo lisilotokea katika mazingira ya kawaida, lakini hili limetokea kwa kijana ambaye naye huenda akawa na familia. Alinivuta na kuniingiza mle ndani na kunifanyia vitendo vya ukatili. Ilitaka damu pia nilifuta. Mtoto huyu mwenye ndoto kubwa katika maisha yake ameeleza namna maumivu anayopitia mpaka mama yake alipoanza kushtuka na kuanza kumtafutia matibabu bila kujua kinachomsibu mwanaye kutokana na ukimya wa binti yake uliosababishwa na kutishwa. Aliniambia mama, akasema hivi kwamba mwanangu, mbona sio kawaida tumbo linakuuma kila siku? Mpaka Ayo TV inafanya mazungumzo na binti huyu, inaelezwa kuwa tayari mtuhumiwa yupo chini ya polisi, ambapo pia kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahamudu Banga amesema tayari upelelezi umekamilika na mtuhumiwa anatarajiwa kufikishwa mahakamani. Siku moja mama alinituma niende dukani. Alinituma niende nikanunue sukari. Nilimkuta akichoma takataka na akanivutia kwenye nyumba yake ambayo alikuwa anaishi mara ya kwanza kabla ya kujenga hii kubwa. Akanivua nguo na kunitoa nguo yangu ya ndani niliyokuwa nimevaa na kunifanyia vitendo vya ukatili. Alinifumba mdomo. Aliniambia nikisema kwa mama atanipiga. Napo mama alinituma, sukari ilikuwa imeisha ya mtoto ya uji. Akasema mtoto atanywea nini? Nikasema mama nipe hela niende nikanunue. Wakati napita nikamkuta amejibanza ukutani na kunivuta tena. Alinivuta na kuniingiza mle ndani na kunifanyia vitendo vya ukatili. Ilitaka damu pia nilifuta. Niliondoka, nilinunua sukari na kurudi nyumbani kwa mama. Nikamwambia mama, nilikotoka kulikuwa kuna wateja wengi. Aliniuliza, kwa nini, mbona umechelewa? Nikasema mama, kulikuwa kuna wateja wengi. Akasema kweli mwanangu? Nikasema ndio. Ndio siku inayofuata, kulikuwa siku ya kwanza ya pili. Ilikuwa siku ya Jumatatu, ya Jumanne kulitokea na msiba. Wakati kuna msiba alikuja asubuhi akaomba mchango. Alivyoomba mchango, mama alikuwa hana hela. Akasema ili kwamba nikipata takuja nikupatie huko msibani. Wakaondoka na pia alivyofika msibani alivyopata hela alimpatia. Na muda walivyoondoka wakatoka msibani kule makabrini walirudi nyumbani kwa ajili ya kula chakula. Alitoka nyumbani kwa yule aliyekufa akaja nyumbani akanikuta mimi hapa naosha vyombo. Alinivuta na kuniingiza vyumba vitatu huko hivi ambako mwingine wameshaondoka, wengine alikuja yeye mwenyewe kuwafukuza. Akaniambia anataka nifanyie tena, nikamwambia mimi sitaki. Ndo akaondoka na kurudi nyumbani kwake. Ndo muda huo kukaa kidogo mama alirudi na pia tuliendelea na shughuli zingine. Tukaendelea usiku, niliendelea kulia na tumbo liliendelea kuniuma. Mama alichimba maduruta mizizi yake na kunichemshia na kuendelea kuinywa. Baada ya kuendelea kuinywa, tumbo bado liliendelea kuuma. Nilivyoendelea kuinywa ndo na siku hiyo ya pili yake kuamkia kesho aliniambia mama, akasema hivi kwamba mwanangu, mbona sio kawaida tumbo linakuuma kila siku, na hii dawa ukinywa baada ya siku ngapi tumbo linapona? Kwa nini wewe bado linaendelea kuuma? Au mwanangu ulikula kwa watu na ndo maana walikuwekea na kitu kibaya kwenye chakula, tumbo ndo maana linakuuma? Nikamwambia mama, hapana, mimi silagi kwa watu. Akasema mwanangu, au kuna mtu alikufanyia utofauti utaki kusema? Ndio nikasema mama, ni kweli babu alinifanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Najisikia vizuri, lakini kwenye tumbo kwa chini kitovuni panauma. Napoenda kwenye haja kubwa chooni kunauma.
Pole sana. Uchunguzi unaendelea wa hilo tukio, kama ulipata bila mwezi huu, kwa maana alikuwepo kwenye hii taarifa. Lakini kimsingi nafikiri siku ya baada ya siku hizi kwa tarehe 27 28 huyu mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kwa sababu tayari maelezo yamekamilika wa shauri hilo.